Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na mfuatiliaji wa Istiqama Swahili TV popote pale ambapo unafuatilia matangazo yetu haya, tukiamini kuwa tayari alhamdulillah mwezi mtukufu wa Ramadhan umeshakufikia, na mwezi ambao bila shaka ndani yake kumeshushwa Qur'an ambayo imekuwa ni mwongozo kwa waumini, lakini pia mwongozo wa rahma pia kwa jamii nzima ya ulimwengu. Basi katika hilo tuko nao hapa wageni wetu katika kipindi maalum, kipindi muhimu katika kuadhimisha mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, kutangaza matukufu yake, lakini pia kutangaza zile neema ambazo mwezi huu unakuja nazo. Tuko nao hapa wageni wetu kutoka Jumuiya ya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'an Zanzibar. Bila shaka ni jina hili ambalo bila shaka tutakuja kufahamishana baadaye kwa urefu zaidi ile jina, lakini hata hivyo nikwambie kwamba wageni wetu ambao tuko nao kwa leo ni Ustadh Salahuddin ambaye ni naibu katibu taaluma, ambaye pia ni mtendaji mkuu wa Jumuiya ya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'an Zanzibar. Halikadhalika tuko naye hapa ambaye ni katibu idara ya mahusiano, Ustadh Othman Hamad Muhunzi. Huyu ni katibu idara ya mahusiano ama mawasiliano baina ya taasisi na taasisi, lakini pia katika maeneo mengine ambayo yanahusika. Mimi naitwa Said bin Musa ambaye ni mwenyeji wako. Inshallah tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki kwa uwezo wa Allah Azza wa Jalla, lengo ikiwa ni kuweza kufahamu masala mbalimbali ambayo jumuiya hii inafanya. Halikadhalika kile ambacho leo hii ni mahusus ambacho tumekuja nacho katika lengo hili, na hususan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Yote kwa yote basi nakusihi sana usiache kusubscribe channel yetu, lakini pia kulike, halikadhalika kushare kwa wengine, kusambaza kwa wengine kwa ajili ya kuweza kupata manufaa sisi na wao, halikadhalika kuweza kuchuma radhi za Allah kupitia ile taaluma ambayo tunaipata kupitia tasnia hii au kupitia kanati yetu hii ya Istiqama Swahili TV. Moja kwa moja basi niwakaribisha wageni wetu hapa ambao inshallah watakuja kujitambulisha kwa majina kamili, halikadhalika kuweza kutuambia tu lengo kuu kwa kipindi chetu cha leo ni lipi na yapi ambayo umetuandalia. Inshallah moja kwa moja tuwakaribishe wageni wetu. Naam, mashekh, karibuni sana. Karibuni sana katika studio zetu Istiqama Swahili TV, lakini pia jisikieni mko huru kabisa inshallah. Naam, karibu sana kuwasalimia watazamaji wetu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ustadh Saleh Ali Hamza Salahuddin, naibu katibu taaluma katika Jumuiya ya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'ani Zanzibar, nikiwa mtendaji mkuu wa jumuiya. Mashaallah, ni mtendaji mkuu wa jumuiya ambaye ni Ustadh Salahuddin. Wanakufahamu kwa jina hili la Salahuddin. Mashaallah, jina zito Sheikh ile. Na Ustadh, karibu sana. Naam. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni Othman Hamadi Muhunzi. Ni katibu idara ya mahusiano ndani ya Jumuiya ya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'an Zanzibar. Walimu wa vyuo vya Qur'an Zanzibar ambao kwa ufupi tunasema ni jukwaa vikuza. Jina limebadilisha shida sana. Ni mara ya kwanza ni jukwaa vikuza. Mashaallah. Naam. Inshallah khair. Naam, karibuni sana kwa mara nyingine tena. Na leo hii mmeniambia kwamba tunakuja kuzungumzia walimu wa madrasa za Qur'an na Ramadhan. Labda ndani yake kuna nini hapa? Tuanze na msemaji mkuu, mtendaji mkuu wa jumuiya inshallah, Sheikh Salahuddin, karibu sana. Asante sana. Kwanza tutaizungumzia jumuiya. Naam, shaka. Jumuiya yetu ni Jumuiya ya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'ani Zanzibar, ambayo jina lake kwa ufupi ni jukwaa vikuza. Mashaallah. Na jumuiya yetu ipo kwa malengo ya walimu wa madrasa, lakini pia zaidi tunasajili walimu ambao waliopata leseni, wanaotambulika na serikali. Hakika serikali yetu imefanya kazi kubwa sana, lakini pia ofisi ya Mufti mkuu wa Zanzibar imeratibu mafunzo ambayo yanapatikana kila sehemu, kila wilaya kuna vituo vya kupatia mafunzo. Ukisha kupata mafunzo
unapatiwa leseni na cheti Okay. ili serikali kutambue. Nadhani hata tukiangalia madaktari wao wana leseni. Naam, bila shaka. Walimu wa skuli wana leseni. Wana habari pia wanakuwa na leseni. Na leseni. Kwa hiyo hata ofisi ya mufti ikaenda mbali, ikasema kwa nini na walimu wa madrasa na wao wasipate leseni, wakatambulika. Kwa alhamdulillah zoezi hilo lilifanyika na walimu wa madrasa wamepatiwa leseni. Okay. Baada ya kupatiwa leseni wakaamua walimu wa madrasa waanzishe chombo ambacho kitawakusanya walimu pamoja. Mara nyingi walimu wa madrasa hawapo pamoja. Okay. Wako tofauti. Kwa hiyo sasa kimeanzishwa chombo cha jumuiya kuendeleza elimu ya viva Qur'an Zanzibar na kinakusanya walimu wote ambao waliopata mafunzo na kupatiwa leseni. Okay. Na mpaka sasa hivi alhamdulillah tuna wanachama 2200 katika jumuiya. 2200 ni Zanzibar pekee. Zanzibar pekee. Allah, ambao wote hawa ni walimu wa madrasa. Hawa wote ni walimu wa madrasa. Kama lengo la jumuiya lilivyo maana yake. Kama lilivyo. Na kila kona tuna walimu. Okay. Maana kila mkoa tuna walimu na viongozi. Lakini hata Pemba alhamdulillah tumeweza kutembelea mwezi wa 10, tumeenda Pemba tukajitambulisha, tukafika ofisi ya mufti wa Pemba, tukaomba ridhaa. Okay. Na tukatembea kwa walimu alhamdulillah, na Pemba unaendelea usaili wa walimu kwa kujiunga katika jumuiya, kwa sababu na Pemba pia mafunzo haya yapo yanaendelea. Naam. Tukiangalia dhamira, hebu tuangalie dhamira ya jumuiya. Okay. Dhamira ya jumuiya ni kuunganisha pamoja walimu wote waliopata mafunzo ya ualimu wa vyuo vya Qur'ani ili kuweka pamoja. Kwa hiyo hii ndio dhamira, kuwaunganisha walimu na kuwakusanya wawe pamoja. Kwa hiyo pamoja pia na wawe wamoja. Kuna uwezekano wakawa pamoja lakini pia hako wamoja. Lakini wawe wamoja. Wawe wana kitu kimoja. Wana jambo lao wanalifanya kwa pamoja. Nadhani kama utakumbuka la Said. Tulifanya dua hapa kwa ajili ya Mheshimiwa Rais. Karibuni. Uliliona grupu la walimu lililofika pale. Na jumuiya ilifanya kazi kubwa sana kuita wale walimu ambao tayari ni wanachama wake. Kwa pale uhudhuriaji ule kwamba nyinyi mna mchango wenu pale. Hakika sana. Ni kundi kubwa la walimu ambao walikuwemo katika jumuiya. Na alhamdulillah tunaposema walimu tunahitaji wafike Amani kwa ajili ya mashindano ya Qur'ani, basi kwa sasa wanafika. Wakati mwanzo ulikuwa hulioni hilo. Baki sasa kumekuwa na sauti moja. Sauti hii ikisema ikizungumza basi inaitikiwa vizuri. Hakika sana. Okay. Kwa hiyo hiyo ndo dhamira kuu ya jumuiya. Dhamira kuu ya jumuiya. Aha, inshallah khair. Na pengine katika hili sasa wale ambao wanasajiliwa umesema kwamba ni wale tu ambao wamepata mafunzo ya ualimu ambao ni mafunzo ya muda mfupi, hawa ni short course. Na mafunzo haya mnaratibu nyinyi kwa kushirikiana na ofisi ya mufti ama ni ofisi ya mufti yenyewe pekee? Na kuna uhusiano gani sasa, ushirikiano gani, ukaribu gani baina yenu nyinyi jumuiya na ofisi ya mufti? Naam, shukran. Mafunzo haya yanaratibiwa na ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar pekee. Na sisi kama jumuiya ofisi ya mufti ni walezi wa hii jumuiya kuendeleza elimu kwa sababu sisi tulikwenda na wazo kulipeleka kwa katibu mtendaji Sheikh Khalid. Tunataka kuweka umoja wa walimu wa madarasa. Lakini Sheikh Khalid akarejesha wazo, kwa nini msiweke jumuiya? Kwa hiyo nendeni kakaini kitako jadilini ima jumuiya au umoja. Lakini akatuelekeza umoja unakuwa 1 2 3 na jumuiya inatanuka zaidi inakuwa 1 2 3. Kwa hiyo angalieni mambo mawili, njooni na jambo moja ambalo mtashirikiana. Kwa hiyo alhamdulillah tukaenda na jibu la jumuiya. Ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar ikatoa ushirikiano mkubwa sana mpaka leo hii jumuiya yetu kusajiliwa 2023 na kuendelea na kazi mpaka sasa, na tunashirikiana vizuri sana na ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar. Mashaallah. Naam, huyu ni Sheikh Salahuddin Salahuddin ambaye ni mtendaji mkuu wa jumuiya, lakini pia ni naibu katibu taaluma. Bila shaka tuipata maelezo hayo, tunasema kwamba ni mtangulizi ambao ni bora zaidi au bora sana, lakini pia tutaendelea kupata maelezo zaidi inshallah kutoka kwa katibu idara ya mahusiano hapa, Sheikh wangu Sheikh Othman Hamad Muhunzi, inshallah khair. Basi naam Sheikh Othman,
labda tuje kwa upande wako, mnatumia njia gani katika kuitangaza jumuiya ili kuweza kufahamika zaidi, lakini pia kutambulika zile majukumu yake au kazi zake ambazo zinafanya? Naam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'd. Naam. Nashukuru Sheikh Said kwa kuniuliza swali hilo, na nitajibu kwa namna kadri Mwenyezi Mungu atakavyoniwezesha. Inshallah khair. Sisi kama jumuiya ya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'an Zanzibar tuna idara nyingi ambazo zipo pale, na kila idara inafanya kazi kwa namna ambavyo jumuiya imepangilia. Na katika idara yetu ambao mimi ni katibu wake, idara ya mahusiano, namna ya kujitangaza kwenye idara hiyo na jumuiya nyingine ni ile njia ya kutafuta muamala mzuri kati ya sisi na jumuiya ambazo ima zimetutangulia au zinakuja ziko nyuma yetu. Lakini mwisho siku majukumu ambayo tuna sisi kama jumuiya au kama kamati basi ni kuamiliana nao kwa vizuri. Kwanza ni kufika kwenye ofisi zao, kujitambulisha tunatoka wapi na tuna majukumu yapi, na tunapata ushauri kupitia kwa jumuiya hizo. Wanatuongoza tupitie, kwa sababu pengine wao wanakuwa tayari wameshakuwa uzoefu katika harakati za kuendeleza jumuiya mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunachokifanya tunakwenda tunatoa maombi kuenda kwao, jamani tunakuja kwa ABCD, na sisi tunapata tunakaribishwa na tunapokelewa kwa vizuri, na tunapata kuzungumza pamoja na jumuiya hiyo. Na mwisho siku tunatangaza majambo yetu na tupokea mawazo kutoka kwao. Na baada ya hapo tunaacha address zetu kwamba kitakapotokea kingine chochote kile ambacho kinahusu kuja kwenye jumuiya yetu basi wasiache kutufika kwa ajili ya maelekezo. Lakini kubwa zaidi tunajaribu kutafuta zile njia au taasisi ambazo tutafanya sisi tuweze kukutana na wao kwa namna ambayo ni mzuri, na mwisho siku tuweze kuzifanya jumuiya zetu kuamiliana kwa vizuri na kwa pamoja zaidi. Kwa njia tunayotumia ni njia ya kufika kwanza kwenye ofisi husika tunataka kujitangaza, na baada kujitambulisha kwao, na kuanzia hapo tunaanza muamala kuamiliana kwa vizuri kati ya sisi wao. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye unahusiana na masuala ya haya mahusiano na mawasiliano baina ya taasisi na taasisi au jumuiya. Kumekuwa kunaanzishwa taasisi kama hizi kwa ajili ya walimu wa madrasa nyingi tu katika visiwa vyetu mashallah, na pengine mtakuwa mna mawasiliano zote hizi mnazifahamu, sababu ni taasisi ambazo tayari imeshasajiliwa ofisi ya Mufti au kiserikali, maana zinafahamika, labda sisi mnazijua zote hizi? Alhamdulillah, asante sana Sheikh Said. Kwa kweli jumuiya yetu si tu kwamba inatambuliwa na ofisi ya Mufti, vile vile ni kwamba imesajiliwa kisheria ndani ya ofisi ya mrajisi mkuu wa taasisi za kiserikali ambazo anazijua pale. Kwa sisi tukitaka kujua kwamba je, kuna nani na nani na yupo wapi, basi sisi baya kwenda kule ofisi ya mrajisi. Jamani, hebu tupeni data zetu. Kwa hiyo wanatupa mwongozo bana, kuna jumuiya hii ambayo inaamiliana na nyinyi ipo hapa, na jumuiya hii inafanya kazi sana ipo hapa. Kwa sisi wajibu wetu baada ya kupata details kutoka kwa mrajisi, tunapaswa tunafuatilia zile taasisi ambazo ima kama wana kazi za kwetu, basi tujue kama majukumu yao wao kama taasisi ya dini kama taasisi ni yapi, halafu tunajua kumbe hawa wana utaratibu huu na sio tutakao. Kwa hiyo tunajaribu kupata, kwa sababu ofisi ya mrajisi inatusaidia na tunao karibu kwa kila jambo. Kwa hiyo tumekuwa tukiamiliana na wao kwa kila jambo katika kuendeleza jambo hili. Mashaallah, shukrani sana Sheikh Othman na Sheikh Salahuddin. Tumeona kwamba kama alivyosema kuna taasisi nyingi zimeanzishwa alhamdulillah kabla ya kwenda katika lengo kubwa ambalo la kipindi chetu. Lakini sasa huyu mwalimu wa madrasa ambaye tunamuona katika hali ngumu sana huko mitaani, na anapata ahueni gani, maana wafadhali gani kwa kuanzishwa kwa jumuiya kama hizi? Pengine kwa sababu tunaona bado hali ni ngumu, lakini jumuiya kama hizi zipo nyingi sana mitaani kwetu. Ili unalizungumziaje? Pengine kuna ahueni gani ambayo unapatikana kwa walimu wa madrasa? Naam, alhamdulillah. Nadhani katika suala zima la ahueni kwa walimu wa madrasa wanapata, kwa sababu kwanza huwezi kufanikiwa au kupata ahueni kama hakuna kitu umoja. Walimu wa madrasa tumekosa umoja. Jumuiya kama nilivyosema zipo nyingi sana, lakini unakuta jumuiya zile zinakuwa hazina lengo mahsusi. Ndio. Ziko tofauti na kugombana na yani kuweka chuki, inapelekea ule umoja usiwepo, na mwalimu wa madrasa kukosa kusimama ya msingi wake wa kuendeleza majukumu. Sasa jumuiya kuendeleza elimu ya vyuo vya Qur'ani Zanzibar imekuja kwa dhamira ya kuunganisha na kuweka huu umoja wa elimu wa madrasa, kuunganisha kwa pamoja. Lakini pia wafaidika vipi? Jumuiya ina malengo. Lengo moja ni kutafuta misaada nje ya nchi na ndani ya nchi. Lengo kumfikia mwalimu wa
mwalimu wa madrasa ambaye tayari umeshamsajili katika ambaye tayari tushamsajili na si kumsajili tu alikuwa kasajiliwa tu. Inawezekana hata ambaye alikuwa hajasajiliwa, kwa sababu jumuiya inaenda papana sana, haiendi kwa mwalimu ambaye ilomsajili tu, inakwenda hata kwa walimu wengine faida zake, wanajamii, watoto mayatima, wenye mahitaji maalumu, kote tumegusa. Ukizingatia sana katika lengo moja wapo ya malengo yetu ya jumuiya ni kuhakikisha tunamfikisha mwalimu wa madrasa Makkah. Mashallah. Kwenda kufanya ibada ya hija. Ukizingatia sasa hivi tuna walimu alhamdulillah wamesha kwenda umra kupitia jumuiya na kuongea na taasisi za kupeleka umra, wakafanya punguzo maalumu kwa ajili ya walimu wa madrasa na washa kwenda, na tunategemea inshallah kesho kutwa na walimu wengine watafuata kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya umra. Kwa hiyo nakuta haya ni malengo ambayo tunayakimbilia. Kwa hiyo tunatarajia insha Allah mwalimu wa madrasa atakuja kunufaika kupitia jumuiya kuendeleza. Mashallah, jambo kubwa sana, sababu zamani tulikuwa ukimwona mwalimu wa madrasa na kwenda kuhiji basi jiulize pengine kapata ima msaada au pengine kajichanga miaka mingi mno. Na kwa namna gani ajichanga? Sababu unakuta kwamba hata mshahara yeye hana, hali yake ni dhaifu sana, lakini alhamdulillah kupitia jumuiya kama hii mashallah Allah amefanya upesi, lakini tunaamini kwamba matunda tutaendelea kuyapata zaidi kama nilivyosema kwamba hata watu hawa watoto mayatima na maeneo mengine ambayo yanahitaji msaada bila shaka yatanufaika kupitia jumuiya. Na tuje sasa katika mada kuu ikiwa ni Ramadhan na walimu wa madrasa. Sheikh Salahuddin, labda tuje sasa hapo tuzame katika mada hii inshallah. Malengo yenu ni yapi katika Ramadhani hii kwa walimu wa madrasa? Mada yetu ni Ramadhan na walimu wa madrasa. Hakika ni mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhan. Bila shaka. Lakini kiupande mwingine tukiangalia walimu ndani ya mwezi wa Ramadhan tusiwape mahangaiko kwa ajili ya kujiandaa na ibada, lakini pia kuongoza ibada. Naam. Tunapowachosha sana kutoka na kwenda kutafuta akaiacha madrasa, maana yake hata zile ibada kuzisimamia inakuwa kashachoka. Sasa tumekuja na mpango huu kuona jinsi gani wanaweza kusaidiwa walimu wa madrasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tunaona Ramadhani makundi mingi sana yanafikiwa kupelekewa misaada, wanapelekewa iftar, lakini walimu wa madrasa wako nyuma katika kupelekewa iftar. Hivyo tumekuja na mpango huu ndani ya Ramadhan kwa viongozi wetu. Kuna wabunge katika mitaa yao, wapo walimu wa madrasa, viongozi wa siasa maana. Naam. Viongozi wa kiserikali katika mitaa yao wapo walimu wa madrasa. Wawaone hawa walimu wa madrasa, wahakikishe kuwa ndani ya Ramadhani lakini pia kuingia Idi basi kuwe na fungu lao walimu wa madrasa waone. Tukiangalia mfano mmoja, kuna jimbo hili la Mpendae. Mashaallah. Ndio. Hili jimbo la Mpendae alikuwepo pale mbunge Salim Turki. Mheshimiwa. Wallahi jimbo lile linanufaika. Walikuwa wananeemeka walimu wa madrasa. Allahu Akbar. Walimu wa madrasa wanaingiziwa pesa ili kuhuisha ule mshahara wao. Lakini pia kila Ramadhani walimu wa madrasa wananufaika kupitia vitu mbalimbali iftar, na mpaka leo hii anaendelea. Kwa hiyo tuchukue mfano huu kwa kila eneo, waheshimiwa na wao wawafanyie hivyo walimu wa madrasa. Tunaamini walimu wa madrasa watanyanyuka na ibada zao watazisimamia tarawehe katika hali wakiwa wanajiamini kabisa, lakini watatulia madrasa kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Mashaallah. Maki isije ikafikia hatua kwamba mwalimu wa madrasa yupo madrasa anamsomesha mtoto Qur'an, lakini huko anawaza mihogo sijui nini huko hajakaa sawa, kitoweo hakijakaa sawa, iftar haijakaa sawa. Vipi huko ukiangalia watoto wa madrasa ulipaji wake unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo pia hata wazazi wallahi waangalie walimu wa madrasa. Kwa hiyo unamkuta mzazi amepata iftari nzuri tu, mashallah, basi achomoe nazi, mihogo,
ampelekee mwalimu wa madrasa, na yeye akiona hali hili wallahi atasomesha vizuri na moyo wake unafunguka, sababu sadaka inakuwa inafungua moyo wa mtoaji na mpokeaji pia. Kwa hiyo bila shaka kama mwalimu unampatia sadaka, wewe ni mzazi manake, basi unakuwa unafungua moyo wake na anakuwa tayari zaidi kumfundisha mtoto wake bila shaka. Kilichokuwa bora kabisa. Na kilichokuwa bora zaidi. Naam, Sheikh Othman, una lipi la kuongezea au pengine kwa namna gani umejipanga katika kushughulikia jambo hili kwa ajili ya manufaa yetu sisi, lakini pia walimu wa madrasa ambao ni lengo kubwa zaidi? Naam, nashukuru sana kwa kupata nafasi hiyo kama alivyopata Sheikh Salahuddin, ndio maarufu wake kwenye jumuiya. Kwa kweli katika mwezi huu wa Ramadhani na walimu wa madrasa kuna mambo mengi ambayo hii Ramadhani imetengeneza mazingira ya kuwaendea wale. Huu ni mwezi wa khair na ni mwezi wa neema. Na moja katika neema ambazo zinapatikana mwezi huu ni mwezi wa kutoa. Na kama unavyojua ndani ya mwezi wa Ramadhani kila ibada utakoifanya basi unapewa zaidi ya kile ambacho ungeweza kufanya katika miezi mingine ya kula mchana. Kwa hiyo mwezi huu ni mwezi ambao utakapolifanya lile la sunna basi unalipa mara mbili. Sasa katika hiyo mambo ya sunna ambayo ni mmoja hapo ni swala la kulisha au kulishiza au kumsaidia aliyekuwa hana. Sasa huyu mwalimu alikuwa awe kipaumbele cha kwanza, kwa sababu kwanza kada hii ya walimu wa madrasa tukumbuke Msaidi imeachwa nyuma sana. Imesahaulika sana. Na kila panapotengenezwa mazingira ya jumuiya kama hizo kwetu kuja kuwanyanyua wao, ile jumuiya ima huuliwa au hufanywe katika mazingira ya kitwamaa tu. Na kwamba labda kiongozi wa jumuiya Salahuddin katika kiongozi anachumia tumbo lake, anamsahau huyo ambaye huko nyuma anamuongoza. Kwa hiyo yale majukumu ya jambo lake anayasahau, mwisho wa siku anaangalia maslahi yanamhusu yeye. Ukifikia hatua hiyo, ile jumuiya hufa na kukaa yule mwalimu hana pa kuelekea. Ikiwa ana malengo kwamba naingia kwenye jumuiya fulani au tunaanzisha jumuiya fulani kwa ajili ya kusaidia, baada ya kufanya jumuiya ile mnamwacha ule kama yatima, hajui wapi aelekee. Sasa jumuiya yetu katika mwezi wa Ramadhani tunakwenda kuliendea hilo, tukijua kwamba tunamfikiaje mwalimu wa madrasa ili naye sasa pale chuoni apate kukaa kwa makini kama ulivyosema, kwa utulivu zaidi. Ana watoto wengi yule, watu ambao mwalimu yule anao, huwezi wewe kama baba mzazi wa mtoto kukaa na mwanao hata siku moja uweze kukaa naye. Sawa? Mwisho wa siku unampeleka wapi? Unampeleka chuoni. Huu mwezi huu kuna hapa wiki zilifungwa madrasa hapa. Wallahi Msaidi wazazi walikuja jibu kwamba mnafungua ile madrasa, washachoka kukaa na toa nyumbani kwao. Hawezi kukaa. Ulezi sana. Anapeleka mwalimu, halafu mwalimu huyu unamshinda na njaa, atapata ile purity ya kuweza kusomesha? Hawezi kupata. Mwisho wa siku mwalimu naye anaacha, anatapalia, anakwenda. Mtoto sasa anahangaika wapi pa kuipata elimu ya dini yake? Hapana, kumbe sosi ni mzazi kutokumjali nani? Mwalimu wa madrasa hana kazi ya kufanya. Mzazi ambaye ndio jukumu kubwa zaidi, maana yake huyu anaitwa mfadhili, huyu anakuja nyuma. Sawa. Kwanza mzazi ndio atakiwa kipaumbele cha kumsaidia mwalimu. Tena kama kutapatikana njia ule ukawa unatema vizuri kumsaidia mwalimu, alhamdulillah ni khairi kubwa. Lakini kiukubwa jumuiya yetu inakwenda sasa kuangalia, je, mwalimu wa madrasa tunamsaidia vipi kutoka alipo, na walau basi ajioni kidogo, walau hali ya mazingira inampa hueni katika kuyaendea maisha yake ya kila siku. Sasa mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa kutoa. Hawa walimu wa madrasa hawa walikuwa wao kama watoaji wawe ni kimbilio la kwanza. Na wallahi thumma wallahi fadhila kubwa watazipata na watalipa ndani ya mwezi huu, kama ambavyo Mwenyezi Mungu alisema kwamba atakayefanya ibada yote ya khair katika mwezi huu basi atapata baada zaidi ya kile ambacho angeweza kukipata katika miezi mingine ya kula mchana. Mimi naomba ni mwache msala. Mashaallah. Na mtendaji mkuu huyu ni mtendaji mkuu, kwa lazima tumbane sana leo. Kwa namna gani sasa? Maana inawezekana mtazamaji wetu na wasikilizaji wetu pia hawezi kufikia jumuiya, inawezekana ofisi yenu haijui lipo, lakini pia namna gani anajiuliza namna gani atafikisha mchango wake. Sasa tuje hapo katika mchango. Alhamdulillah. Jumuiya yetu ofisi yake iko Mpendae, ofisi kuu kwenye jimbo lenye jimbo ambalo lina neema kubwa. Mashaallah. Neema kubwa na walimu wanafurahi, lakini pia wanafanya vizuri kutokana na tayari yupo mtu ambaye anawaangalia na kuwajali. Wachukue mfano kupitia jimbo hilo. Kwa hiyo ofisi yetu iko hapo katika madrasa moja inaitwa Madrasatul Khairiyatul Islamia Mpendae, pale mkabala na hospitali ya Mpendae ya serikali ile. Lakini pia ofisi ndogo ipo Fuoni Melitano mkabala na skuli Al-Qawi katika madrasa Abdul Aziz ambaye mimi ni mwalimu mkuu wa madrasa hiyo. Sasa mambo yote harakati zote za jumuiya
zipo hapo kwa sababu ndio ofisi ni kwangu mimi. Okay, mashaallah. Kwa hiyo mambo yote, kukutana na wageni, kuja kujisajili kwa ajili ya jumuiya, kuja kuulizia, lakini pia jumuiya yetu yanapotokea magomvi ipo kwa ajili ya kupatanisha, hususan kwa suluhu. Mashaallah, hususan kwa walimu wa madrasa. Na walimu wa madrasa tunagombana sana, hususan swala la kuchukuliana wanafunzi. Yani tulipoingia katika jumuiya tulivuta kidogo tu, tukaanza kushughulikia haya magomvi ya kuchukuliana wanafunzi. Na alhamdulillah yamekaa sawa, na tulipita kila kona, tulishirikiana na masheha. Linapotokezea sheha wanatupigia simu, jamani kuna 1 2 3. Linapotushinda tunalipeleka ofisi ya mufti, wao wanajua wafanye katika kusuluhisha. Na hii inakuwa ni wakati mwingine ya magomvi baina ya madrasa na madrasa. Kanichukulia mwanafunzi wangu, mwanafunzi huyu hajalipa. Unajua wazazi wana tabia moja, ikiwa mwanafunzi ana madeni mengi katika madrasa anaona anasumbuliwa akiambiwa alipe, kwa hiyo anamtoa anampeleka madrasa. Inaona kama ni ujanja ule sasa, kama ujanja. Sasa tulitangaza, nadhani tulitoa fomu yetu, tangazo letu maalumu kwa tunahitaji mwalimu wa madrasa yoyote anayeletewa mwanafunzi ahakikishe mwanafunzi huyo anakuja na barua ya kutoka madrasa nyingine. Lakini pia ahakikishe ndani ya barua kuna namba ya simu mwalimu mkuu, ampigie ajue hulka zake kijana huyu. Lakini pia hana madeni. Ikiwa ana madeni amshajihishe mzazi yule aende akalipe yale madeni, kwa sababu ni haki ya yule mwalimu. Bila shaka. Na mwalimu kaanza mwanzo kumfundisha mtoto mpaka leo kashakuwa mkubwa, mzazi anamtoa anampeleka chuo chengine, huku kazi kubwa ilifanyika. Kwa hiyo haki yake mwalimu alipe. Bila shaka. Na cha kusikitisha au cha kushangaza ni kwamba haya malipo ya madrasa ni madogo sana wallahi. Sababu elimu hailipi. Kwanza huwezi kuilipa elimu, huwezi kuilipia kabisa, sababu elimu ni jambo ambalo ni lenye kunufaisha maisha yako yote. Sasa huwezi kuilipa bila shaka. Lakini ule mchango ambao unawekwa pale madrasa ambao unatakiwa mzazi kuutoa, basi utoe, na usipotoa basi inakuwa ni dhulma bila shaka. Hakika. Sasa ni kazi kubwa sana ambayo jukumu lako mzazi ungelifanya, lakini umekosa kulifanya, umepeleka madrasa. Kwa hiyo timize majukumu yako, usiyakimbie kabisa. Bila shaka. Lakini pia katika jumuiya yetu kuna njia ambazo una uwezo, mtu anayetaka kujiunga. Kigezo cha kwanza, lazima uwe umepata mafunzo ya ualimu kupitia ofisi ya Mufti Mkuu Zanzibar, kupitia kituo chochote, ikiwa ni Dunga, ikiwa ni Makunduchi kule, ikiwa ni Nungwi. Kwa hiyo unakuta popote pale utakapopata mafunzo na leseni yako. Na nadhani sasa hivi Mahadi Junaid wanatoa leseni, wanapewa leseni, wanasomea pale. Kwa hiyo wanapomaliza ile miaka yao Mahadi Junaid huwa wanakabidhiwa na leseni. Kwa hiyo wote hawa sisi tunawatambua. Lakini pia hapa cha kuongezea, bahati nzuri ni kwamba hata Mahadi Istiqama hapa wanatoa mafunzo kwa walimu wa madrasa, na pia wanafahamika manake. Fahamika. Kwa hiyo ni maeneo mengi sana ambayo sasa hivi kuna mafunzo haya yanatolewa. Ikiwa nakumbuka hivi karibuni nimefungua hapa Dunga wilaya Kati, lakini na Nungwi kule kipo kituo. Hapa mjini pia kuna vingapi vituo mjini pale? Kuna chuo cha Kiislamu, lakini pia kuna Jamiu Zinjibar ambao kinaendeshwa na ofisi ya Mufti. Mahadi Junaid pia tayari. Na Jumuiya Istiqama hapa Mahadi Istiqama kipo kituo. Kwa hiyo unakuta hakuna sababu ya mwalimu wa madrasa kukimbia bila shaka. Hakuna sababu. Na pia katika malengo yetu sisi ni kuwahamasisha walimu wa madrasa kwenda kupata mafunzo ya ualimu, ili tuhakikishe sote tuje kuwa na leseni na tusomeshe kwa uzuri, kwa sababu hii leseni pia inakuwa ulinzi. Unajua hapo nyuma kabla ya jumuiya kulikuwa kuna matukio mingi yanatokezea. Utasikia kwenye mawio, mwalimu wa madrasa, mwalimu wa madrasa, mwalimu wa madrasa. Inakuwa inachusha, inaumiza sana. Kwa hiyo tuliongea na watu wa redio, lakini pia tulipita katika mikoa tofauti kuzungumza na walimu wa madrasa juu ya hii kadhia. Na pia wazazi, udhalilishaji. Pia wazazi, mzazi kakerwa kidogo na mwalimu wa madrasa, kumtengenezea mbinu kwa ajili ya kumshushia hadhi yake. Lakini alhamdulillah kwa sasa nadhani unaona mambo yanaenda vizuri. Mashaallah, shukran sana. Labda
Labda hapa kwa hili la magomvi baina ya walimu na wazazi. Mara nyingi hili swala ambalo lizungumzwa sana kwamba mara nyingi mtoto anaweza katoka madrasa si tu kukimbia hiyo ada ya kila mwisho mwezi, ada ambayo haiwezi hata kununua kitunguu, maana ndogo sana, lakini anaweza mwanafunzi kashavuruga kule katika hii dhana ya uzalishaji. Yeye mwenyewe tu hajavuruga na mwalimu, yeye mwenyewe anatabia zile. Sasa akiona kwamba bifu linakuwa kubwa, mzazi anaamua kumhamisha kupeleka madrasa nyingine. Sasa kule mwalimu naye hafanyi uchunguzi kujua kwamba huyu mwanafunzi kaletwa hapa kwa amenispatiga bie lengo kuja kupata elimu au kashavuruga anapotoka. Kwa hapa kuna haja walimu wa madrasa pia nao kuwa na umakini. Kwa hiyo jumuiya sasa ndio na kutengeneza walimu wawe pamoja ili wajue mashakili kama haya mwisho wa siku yanaondoka. Lazima kuwe na mawasiliano baina ya hizi madrasa. Mwalimu wa madrasa kumbe kiongozi katika ndo kinara uzalishaji, hapana. Yawezekana majambo haya yakatokea skuli lakini hawataji kama anafanya mwalimu wa chuoni, lakini kumbe huko ndio kuna mabalaa kibao. Sasa haya yote yanamshwa chuoni kwa sababu ya kukosa bahati. Huyo mwalimu mwenyewe huko hana mshahara na bahati yenyewe hana na ule umoja, kukosekana umoja. Sasa tumejaribu kutoa mwongozo kwamba ikiwezekana mwanafunzi akitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine basi apeleke japo barua au kielelezo kitamfanya kwamba huko atakakotoka katoka pina. Kama mwanafunzi ana tatizo basi kule wakamblock bana, hapana, huyu ukashatolewa kwa sababu ya udhalilishaji, atatuvurugia na hawa wengine. Inshallah khair, naona muda wetu umetuishia. Labda sasa tupate nambari, pengine kuna mawasiliano yenu na kwa wale ambao wanahitaji kuchangia kupitia mawasiliano ya miamala ya simu au benki pengine, na kwa ajili ya walimu wa madrasa. Sisi kwa Ramadhani hii tumejitahidi kufika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuomba misaada kwa ajili ya walimu wa madrasa. Kwa hiyo pia kwa wale ambao wote watakuwa na uwezo wa kutusaidia ili tuweze kuwafikia walimu wengi wa madrasa. Maki idadi kubwa. Idadi ni kubwa sana. Makundi ni mengi sana. Na namba tunatumia akaunti ya PBZ Islamic Banki, namba 0884641001. Akaunti Islamic Banki 0884641001. Hii ni namba ya benki ambayo tunatumia katika kuingiza sadaka zetu ili tuweze kuwafikia walimu wa madrasa. Lakini pia kwa mawasiliano, kwa sasa hivi hatuna namba ya Easy Pesa au Yasi kutokana na taasisi, tunapenda kutumia akaunti moja kwa moja. Ndio. Na kwa yule ambaye anahisi hii account ni ya PBZ Islamic. PBZ Islamic. Jina ni Jumuiya Kuendeleza Elimu ya Qur'an Zanzibar. Jukwaa Vikuza. Lazima linakuja jina hili. Litakuja jina hili. Lakini pia tunaweza kuwasiliana kupitia mwenyekiti wetu wa jumuiya ambaye anaitwa Abbas Shah Bakar. Namba yake ni 0778 37 77 72. Abbas Shah Bakar. Lakini pia unaweza kuwasiliana, tuzikariri kidogo nambari. Haya. Namba mwenyekiti ni 0778 37 77 72. Abbas Shah Bakar. Lakini pia unaweza kuwasiliana na mimi mwenyewe mtendaji mkuu wa jumuiya Salahuddin, ambaye namba yangu ni 0776 25 27 70, ambayo hii ndo namba utapokuta kwenye sehemu yote ya jumuiya basi utaikuta namba hii. Mashallah, sisi hapa hatuna kubwa zaidi, sokuwa tunashukuru sana sababu muda wetu umetuishia. Tunashukuru sana Sheikh Salahuddin ambaye ni mtendaji mkuu wa jumuiya, lakini pia naibu katibu taaluma katika jumuiya hii ya Jukwaa Vikuza. Mmejitahidi sasa Jukwaa umepatia. Lakini pia tunashukuru sana Sheikh wangu Sheikh Othman Hamad Muhunzi ambaye ni naibu katibu wa mahusiano, idara ya mawasiliano baina ya taasisi hii ama jumuiya hii na taasisi nyingine. Mishaka tunafanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha kwamba walimu wa madrasa tunawafikia, lakini pia wanapata kile ambacho kinastahiki. Na alhamdulillah katika hilo basi Allah kulipeni khairi na pia akupeni subra zaidi, sababu kuhudumia jamii kama hivi tunahitaji sana subra. Inshallah khair, na Allah atujalie sote iwe ni sehemu ya kuingiziwa katika mizani ya hasanati zetu inshallah, kwa juhudi hizi ambazo tunazifanya kwa ajili ya jamii yetu inshallah ya Kiislamu. Naam, basi mtazamaji wetu wa Istiqama TV, hao ni wageni wetu kama nilivyowatambulisha hapo kabla kwamba ni kutoka jumuiya
ya kuendeleza walimu wa vyuo vya Qur'an Zanzibar ama jukuu wa Vikuza. Mashallah, mimi naitwa Said bin Musa, lakini pia hatuwezi kusahau fadhila kwa kuwataja ndugu zetu hapa ambao ni ndio ambao nasema kwamba ndio ambao wanatuweka mjini kipindi hiki, bila ya wao hakingewezekana. Bila shaka ni mafundi mitambo wetu hapa Sheikh Khalid Suleiman, lakini pia Sheikh wetu Sheikh Saud Hussein Luhito. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.